Ndugu watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Marekani imeweza kuagiza utawala wa Samia kumwachilia mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Agizo hili la Marekani kutaka Lissu kuachiliwa mara moja baada ya kukamatwa na serikali ya Samia mwaka uliopita linakuja hii leo tarehe 30 Aprili mwaka 2026 baada ya serikali kumfikisha Tundu Lissu mahakamani kimya kimya, pasipo hata kujulisha mawakili wake, pasipo hata kupea taarifa uongozi wa chama cha Chadema, pasipo hata kujulisha familia ya Tundu Lissu kwamba Lissu atapelekwa mahakamani. Sasa ni kipi ambacho serikali ya Samia inaogopa mpaka wanamfikisha Lissu mahakamani kimya kimya? Wanaenda kumfungulia mashtaka na kumzomea mashtaka yake mahakamani, lakini upande wa Lissu hana mawakili watakaomtetea. Imagine. Kwa sababu kabla tujaweza kuingia kwenye hizo taarifa za Marekani kumtaka Samia Suluhu Hassan kumwachilia Lissu mara moja, ninaomba niweze kukusomea taarifa ambazo ziliweza kutundikwa mitandaoni na John Heche ambaye ni mwenyekiti msaidizi wa chama cha Chadema. Aliandika hivi: kitendo cha magereza na mahakama kumpeleka mwenyekiti wetu mahakamani bila ya taarifa ya mawakili wa chama na chama ni aibu na kutia mashaka sana. Tumezuiliwa kumwona kiongozi wetu kwa miezi karibia 6 kinyume na sheria. Sasa anapelekwa mahakamani kwa siri na kificho. Nia yenu ni ipi? Lissu ni kiongozi wa umma, haiwezekani kumfanyia mambo ya ajabu kama haya. Ni jambo la kusikitisha. Utawala ambao uliweza kuiba uchaguzi, ukaamuru polisi wakawachinja na kuwatoa wananchi uhai, na sasa wanampeleka Lissu ambaye waliweza kumkamata kwa mashtaka ya uchongo, wanampeleka mahakamani bila ya kutoa taarifa hata kwa mawakili wake kujiandaa. Kwa sababu niliona ni kana kwamba Lissu aliamshwa kutoka kwa kitanda akaambiwa kwamba twende mahakamani. Hata nywele zake hakuwa amechana. Unajua, kipindi ambapo unapata kwamba kiongozi anapelekwa mahali, unakuta kwamba anaandaliwa, hata anapewa taarifa, anajiandaa kisaikolojia, hata anabadilisha mavazi, hata anachana nywele na nywele zake zinachanika vizuri. Lakini nikikuwekea kanda hapa uweze kuona jinsi ambavyo walimuwasilisha Lissu mahakamani, utashangaa. Ninakuambia mtazamaji wangu, utashangaa. Wanamfikisha Lissu mahakamani kama mwizi, kama mtu ambaye si kiongozi.
umeweza kushuhudia, nina imani wanamfikisha mahakamani kama mwizi, na huyu ni kiongozi wa kitaifa, na huyu ni kiongozi wa taifa, kwa sababu Lissu, endapo Samia angeruhusu wasimkamate, aruhusu uchaguzi wa haki na huru mwaka uliopita, Lissu angembwaga Samia. Na ndio maana ninasema kwamba Lissu ni kiongozi wa taifa. Kipindi ambapo wanamfikisha kiongozi mkuu namna hii mahakamani, hata nywele bado hazijachanwa, hawajaweza kupea taarifa mawakili wake, hawajaweza kuambia familia, hawajaweza kuambia chama wako na nia gani na Lissu. Juzi tu niliona Hilda akisema kwamba uongozi wa magereza wako na nia ya kumthuru Tundu Lissu. Polisi wakatoa kauli kwamba wanamkaribisha Hilda Newton aende kuandikisha taarifa. Lakini sasa kipindi ambapo wanampeleka Lissu mahakamani kwa kificho, inaashiria nini? Hii serikali kweli iko na nia njema kwa Lissu? Wanaogopa nini wakisema kwamba leo wanampeleka Lissu mahakamani? Kwa sababu lazima mawakili wake waende kumtetea. Hata nimeona rais wa wanasheria Tanzania, au kipenda rais wa wanasheria Tanganyika, Boniface Mwabukusi, akikemea jinsi ambavyo kesi ya Lissu inavyoendeshwa na utawala huu mbovu wa Samia. Tusiruhusu kiongozi mwenzetu aonewe. Ule sio uendeshaji wa shauri la namna ile. Shauri ambalo limekwisha anza linasitishwa, kunakuwa na rufaa za ajabu katikati, watu wanaandika barua za malalamiko. Mwenzetu ule ni mdhaifu, mwili wake unamuona, mwaka naye yuko ndani anazunguka, na wote tuliona ukamataji. Na all we are lawyers in this room, we are lawyers. Na mimi nilisema kwamba tunaelewa sub judice rule, lakini usikamate watu kwa kuonewa alafu naniambia sub judice rule. Tundu Lissu sio muhaini, we all know that. Kama Tundu Lissu anatusumbua kisiasa, futa mfumo wa vyama vingi, kibaki chama kimoja, simple and clear. Kwa sababu kikibaki chama kimoja, mtamuondoa ndani ya chama chenu, akose forum. Haya mambo ndio tunaozungumza kwamba hata tukijaribu kuwa wastaarabu tunaonewa, tunasukumwa ili tuwe wakorofi. Sasa mtu unamuona kabisa kwamba kukamatwa kwake hakukuwa sahihi, shtaka lake limeendeshwa isivyokuwa sahihi, yuko kule, mtu atakwambia sub judice, sub judice. What sub judice? Mawakili tuzungumze na tutoe kauli kuhusu wenzetu wanaoonewa. Tukizoea watu watuchezee, watatudharau. They should know that we can, na sisi ni wananchi vile vile, tuna taaluma, tunajua utaratibu. Kwa hiyo nia yetu ni nchi iwe na utulivu, lakini hatuwezi kuleta utulivu katika hali ya kutokuheshimiana kwa kiwango kilichomithilika. Yule ni rais mstaafu wa taasisi yetu, yule ni wakili. Hakuna kauli yoyote wala kitendo chochote cha uhaini kilichofanyika. Mwaka naye yuko ndani, kesi linaendelea, shauri linaahirishwa, watu wanakwenda kukaa. This is not fair. Sasa serikali ya Marekani kupitia kwa bunge la Seneti, kamati ya masuala ya nchi za kigeni, wanataka Tundu Lissu kuachiliwa mara moja. Ninaomba uweze kuangalia hapo tukalisome hili chapisho. Chapisho hili limeweza kutolewa na kamati ya masuala ya nchi za kigeni kutoka kwa bunge la Seneti la Marekani. Linasema hivi: As expected,
this commission glozed over a violent crackdown and the facts. I support the administration's bilateral review and a call for the sustained pressure on Tanzania, including the release of Tundu Lissu. Weighting our scrutiny with a whitewashed report is a flawed strategy. It won't restore credibility, but rather deepens long-term risk and a mistrust of the ruling regime. Kuna wale ambao mtaniuliza, je, ni nini ambacho kilikuwa kichochezi mpaka kamati hii ya masuala ya nchi za kigeni kwenye bunge la Seneti Marekani wakatoa taarifa kama hizi? Mnaelewa kuna hii ripoti ambayo Jaji Chande aliweza kuitoa akieleza kwamba ni uchunguzi wake ambao aliweza kufanya kuhusu uvunjivu wa amani mwaka uliopita. Akaeleza kwamba watu 500 waliuawa, alafu akaeleza kwamba eti kwamba wale ambao walikuwa wanaandamana walilipwa. Akaeleza kwamba Samia kuhusika kwenye mauaji. Akaeleza kwamba vile vile eti waandamanaji walikuwa na silaha kama vile bunduki, mkuki, visu. Kwa hivyo wale ambao waliaga waliuana. Sasa bunge hili la Seneti Marekani, kamati ya masuala ya nchi za kigeni, ndio waliweza kuzungumza sasa kufuatia hiyo ripoti ya Jaji Chande. Wakasema kwamba ile ripoti ambayo iliweza kutolewa na ile kamati au kipenda na lile jopo la Jaji Chande, ile ripoti ni mbovu. Nia yake ilikuwa tu ni kumuosha Samia. Kwa hivyo wakasema kwamba wanaenda kupea Trump pressure kuwekea Tanzania vikwazo utawala wa Samia, na kikwazo ambacho watawekea Samia ni kutaka Lissu aweze kuachiliwa mara moja. Kumbuka kwamba Lissu sio kiongozi tu Tanzania, ni kiongozi wa kitaifa. Lissu yuko kwenye vikundi mbalimbali vya kutetea haki za kibinadamu, na Marekani inajua kwamba Lissu alikamatwa kwa sababu ya kisiasa, na ndio maana wanataka aweze kuachiliwa mara moja. Utawala wa Samia umeshindwa jinsi ambavyo watamwachilia Lissu. Lakini sasa unaona Marekani wameweza kumpea pressure Trump kuwekea vikwazo Tanzania mpaka waweze kuachilia Lissu. Vilevile walikataa ile ripoti ya Chande. Sasa Samia anajiona vipi kipindi ambapo unapata kwamba ametoka nchini mwetu Tanzania, ameenda tuseme kama ni Marekani, ameenda tuseme kama ni Uarabuni? Huwa anajiangalia vipi kipindi ambapo ameweza kumweka ndugu yake kwa jela, na huyo ndugu wake hajaweza kukosa? Huyo ndugu yake wamemweka kwa jela kwa sababu za kisiasa na kumfungulia mashtaka ya kijinga eti kwamba ni ya uhaini. Wacha nikueleze hivi nikimalizia. Wanaweza kuwa wanaendelea kumtesa Lissu kwa sababu kipindi ambapo wanamfikisha Lissu mahakamani bila ya taarifa ya chama, bila ya taarifa ya mawakili, bila ya taarifa ya familia ama kwa familia, wako na nia gani kwa Lissu? Na ndio maana nawaambia hivi, hata waone wamfikishe Lissu mahakamani usiku, watamwachilia lazima. Samia anaendelea kushangaa jinsi ambavyo mataifa yanaendelea kuhitaji Lissu kuachiliwa.
ili hali amejaribu kumchonganisha na kumwekea mashtaka eti kwamba yeye ni muhaini. Kipindi ambapo kuna wengine ambao wameiba mali ya umma ambao wanapaswa kufunguliwa kesi za uhaini. Kipindi ambapo Samia yeye mwenyewe ameweza kusimamia maafa ya raia wengi wa Tanzania, anafaa kufunguliwa mashtaka ya uhaini, ya mauaji. Marekani imesimama vizuri wakisema kwamba wanataka Lissu aweze kuachiliwa mara moja. Na mimi ninaomba Marekani iweze kuweka pressure, wamfungie huyu jambazi mkubwa Idi Amin Mama asisafiri mpaka kipindi ambapo atamwachilia Lissu. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji?